Bosi wangu amewapostia kazi, amewaletea mtu mpya, lakini kiukweli hiyo taarifa ni ya ukweli. Mimi mengi watu wanauliza mbona mzima, mbona anafanya challenge, mbona hivyo, bosi wake amlipi mshahara. Mimi nawapenda sana mashabiki wangu na sikuwa tayari sana kuwaacha. Hila ilikuwa hakuna namna ya kufanya, ila naomba tumsupport huyu Mati mpya ambaye Yes bana, mambo vipi popote pale ulipo na mpenzi wa tamthilia ya Dunia, na imani kubwa kabisa we ni mfuatiliaji wa tamthilia hii na unaipenda kweli kweli. Na kwa kutambua hilo basi hapa nimekusogezea mwigizaji maarufu sana wa tamthilia hii ambaye anafahamika kama Mati, na siku ya leo tutakwenda kusikiliza kile ambacho alikisema chao alichozungumza yeye baada ya nafasi yake kuweza kuchukuliwa na mtu mwingine, ambapo katika movie ya tamthilia ya Dunia yeye alikuwa anacheza kama Matrida na Matrida ameweza kuchukuliwa na sasa ni mwingine mpya kweli kweli. Sasa katika video hii nitakwenda kuelekeza ukweli na uhalisia wa uhakika wa mambo yote, yatakuwa wazi kweli kweli. Kabla sijaanza na kukuwekea kile alichokisema, hasa naomba nikurudishe nyuma siku chache kabla. Siku zilizopita tuliweza kupata taarifa kwamba Mati ameweza kupata mchumba mpya. Yaani hani maisha ya kiuhalisia, achana kwenye kuigiza movie. Mati aliweza kupata mchumba mpya na ni kweli, na hapo awali taarifa zilivuja kutoka kwa watu wake wa karibu wa jamaa ambaye ni mpenzi wake wa Mati, na kuweza kusema kwamba, na taarifa zilizovuja ni kwamba mpenzi wake alikuwa anadai kwamba yeye hataki Matrida aendelee kuigiza kwenye hiyo movie kwa sababu anataka aweze kumuoa kabisa, amuoe waweze kuishi maisha mengine, na kutokana na jamaa ambaye anamuoa pesa anazo, kwa hivyo hataki kabisa aweze kuigiza Matrida, aweze kuacha kabisa. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, ambapo kulitokea na mvutano kidogo na mambo hayakukaa sawa, lakini nahisi hadi hivi sasa mambo yameweza kukaa sawa. Kuna maswali mengi ya kujiuliza, na hii ilitokana na baada ya watu wengi kuomba maoni, kutuma maoni. Ama hakika kwenye channel ya Asma Film comment nyingi sana, maoni yalikuja mengi kutoka katika mitandao mbalimbali, maoni mengi kweli wakihitaji Mati aweze kurudi, la sivyo wengi wataacha kuifuatilia. Wengi walituma maoni na kusema kwamba la sivyo tutaacha kuifuatilia tamthilia hii kwa sababu mmemtoa Mati. Baada ya hapo ikabidi sasa uongozi wa tamthilia hii utafute namna ya kufanya, kwa sababu ndio hivyo, ukweli ni uhalisia ndio huo ambao nimeutaja hapo awali. Ikabidi Matrida atokeze hadharani, aweze kuzungumza, aweze kuongea na watu, aweze kuambia kile kinachoendelea. Lakini kuna vitu vingi vya kujiuliza kwamba hadi hivi sasa, hasa katika upande wa kurejea, ukweli ndio huo kwamba Matrida hatorejea tena katika tamthilia hii, hatutamuona tena. Na ndio maana katika video ambayo nitakuwekea uweze kusikiliza, utamsikiliza yeye mwenyewe akizungumza, akisema kwamba tumpe support huyu aliyepo, yeye hatutamuona katika tamthilia hii kwa sababu hayupo sawa kiafya, na afya yake haimruhusu kusimama sana. Lakini hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kiuhalisia mimi nimeweza kuibia siri. Kama ukunisikiliza vizuri hapo awali, siri ambayo nimevujisha, basi ukweli na uhalisia ndio huo. Lakini nitaendelea kujuza vitu vingi kweli, ila hakikisha unabonyeza neno subscribe, hasa uweze kunijuza maoni yako hapo chini. Kwa upande wako wewe, hizi taarifa umeweza kuzipokea vipi, hasa Mati kuweza kuondoka katika tamthilia hii na hatutamuona kabisa kwa sababu tumeweza kujulishwa yeye mwenyewe ameweza kufunguka na kusema kwamba hataonekana. Naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment, uweze kuniambia habari zenu. Kwa majina naitwa Matilda, ni mwigizaji wa tamthilia ya Dunia. Niko hapa kuongea na mashabiki zangu, kuongea na watu wetu ambao mnatusupport kwenye tamthilia yetu. Kuna taarifa ambayo imetokea, bosi wangu amewapostia kazi, amewaletea mtu mpya, lakini kiukweli hiyo taarifa ni ya ukweli. Mimi ninaumwa na siko sawa na nahitaji muda mrefu wa kupumzika. Kuna maswali mengi watu wanauliza mbona mzima, mbona anafanya challenge, mbona hivyo, bosi wake amlipi mshahara. Hapana, mimi ninaumwa na sitakiwi kusimama kwa muda mrefu, na kama mnavyojua kazi ya kuigiza ni kazi kubwa sana. Mimi nawapenda sana mashabiki wangu na sikuwa tayari sana kuwaacha, hila ilikuwa hakuna namna ya kufanya, ila naomba tumsupport huyu Mati mpya ambaye yupo kwa kunishikia nafasi yangu mpaka mimi nitakapokaa sawa. Nawapenda sana mashabiki zangu, tuendelee kusupportiana kwenye kazi yetu. Asanteni. Kama mnavyojua kazi ya kuigiza ni kazi kubwa sana. Mimi nawapenda sana mashabiki wangu na sikuwa tayari sana kuwaacha, hila ilikuwa hakuna namna ya kufanya, ila naomba tumsupport huyu Mati mpya ambaye yupo
Kwa kitu ambacho ameweza kuzungumza hapo Matilda, ukweli ni kwamba hatutomuona tena katika tamthilia hii ya Dunia. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea na huo ndio uhalisia, tuzidi kumsupport huyu Mati mpya ambaye yupo. Lakini maswali ni mengi hasa kwa wale wapenzi wa tamthilia hii. Hasa maswali yalikuwa mengi. Ukiachana hapo, waliweza kutoa maoni mengi kweli katika hii episode iliyopita na hizi episode ambazo zinaendelea. Maoni ya wengi kweli wanamhitaji Matilda aweze kurejea. Wanataka aweze kurejea kwa sababu kulikuwa na maswali mengi hasa katika upande wa Matilda. Alikuwa anaonekana mtaani anazunguka. Taarifa imetolewa na Asma Film official akasema kwamba sababu za Mati kutoonekana alikuwa ni kwa sababu anaumwa, lakini watu wengi walikuwa wanamuona mtaani anazunguka, wanamuona mtaani anazunguka, lakini pia TikTok alikuwa anafanya challenge nyingi kweli na walikuwa wanamuona tu fresh, yuko vizuri, anaweza kuigiza. Sasa wakawa wanajiuliza kwa nini imekuwa hivi, na ndio maana ikabidi aweze kuja kuzungumza na watu, aweze kuambia ukweli kwamba kwa sasa ndio hivyo tena, waweze kumpa support huyu Mati mpya. Kwa hivyo inabidi tuweze kumpa support Mati mpya, na ukweli na uhalisia ni kwamba Mati kumuona tena katika hii episode, katika hii season ni kwamba labda ambacho hujui pia kwamba tunaelekea mwishoni kukamilisha tamthilia hii ili kuweza kuleta tamthilia nyingine, na ndio maana sababu ameweza kupumzika. Kwa hivyo katika hii tamthilia tunaelekea mwishoni, lakini pia kiachana hivyo ni kwamba uhalisia ni kwamba tumpokee huyu Mati mpya, tuweze kumpa tuweze kumsupport kwa sasa hivi na tuweze kumkubali, japokuwa kuna madhaifu machache ambao watu wengi wamekuwa wakitoa maoni wakisema kwamba kuna sehemu anafeli hivi na hivi, kuna sehemu anakwama, lakini yote na yote tutamzoea tu na imani kuwa mambo yatakuwa mazuri. Lakini bila cha msingi na cha dhati kabisa, naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment kwa upande wako wewe unaonaje kuhusiana na huyu mwigizaji mpya huyu, uweze kuniambia hapo kwenye maoni yako. Je, au aendelee hivi au kuna kitu ambacho kwa upande wako wewe unaweza ukamshauri au kifanye au akibadilishe ili kusudi kuleta ladha murwa, ladha tamtam kulikweli katika tamthilia hii ya Dunia ambayo ni tamu na inapendwa na watu wengi sana. Naomba uweze kunijuza hapo kwenye maoni kwa upande wako wewe unazungumziaje swala zima la huyu Mati mpya ambaye ameigiza katika episode hadi hivi sasa na hisi takriban 2-3 tumeweza kumuona akiigiza. Kwa hivyo nahitaji maoni yako uweze kunijuza hapo kuniambia, je, kwa upande wako wewe unaonaje hasa uigizaji wake huyu Mati mpya katika tamthilia hii ya Dunia.